Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza mahali mema katika jamii kinachotakiwa kufanya. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili uweze kunufaika na kila kitu. Mliotoka sehemu mbalimbali, vijana wetu wa madarasa, viongozi wa masjidi wenzangu, maimamu wote kwa ujumla, ndugu zetu wote kwa ujumla kutukimbilia, Wakibada na sehemu nyingine zote, karibuni sana, karibuni sana Masjid Islamia, karibuni sana, asanteni sana kwa kuunga mkono. Shukrani sana. Jazakallah khair. Naona tumepoa kweli kweli, niwachangamshe kidogo. Uislamu ngapi? Anakwambia inategemea na ukubwa wa msikiti. Kama msikiti mkubwa zinaweza kufika mpaka 25. Kwa hiyo nguzo za msikiti ndio nguzo za Uislamu. Sasa hivi tutulie kwa utulivu, tukae kwa utulivu na kwa umakini. Tutawaleta kwenu wanazuoni wetu wawili kwa ajili ya kutoa nasaha fupi. Kwanza tutapata salamu kutoka kwa Baraza la Ulama Taifa ambalo kwa niaba itatolewa na Sheikh Isa Othman Isa. Yeye pia kama tulivyotambulisha ni imamu mkuu wa Masjid Al-Maamur. Karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meza kuu yote kuanza na Daktari kiongozi wetu Samahat Mufti na wengine yote, kila mmoja kwa nafasi yake. Mimi si mzuri sana wa itifaki, lakini nafikiri niseme kwa kifupi, niangalie itifaki imezingatiwa. Fadhila za kujenga msikiti na nafasi ya msikiti inafahamika, fadhila ni kubwa, na msikiti una nafasi muhimu sana katika jamii yetu sisi Waislamu popote pale tunapokuwa. Baada ya kukamilika ujenzi, kinachofuata ni zile kazi za msikiti zinazotakiwa kufanywa ndani ya msikiti: kuwaunganisha Waislamu, kuwa chemchemi ya kutoa elimu na maarifa, kuwa ndiyo chemchemi ya kujenga tabia njema katika jamii yetu ya Kiislamu. Tunatarajia msikiti huu utayabeba hayo, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu sahaba yule Abu Basir. Alisema mis'ala harbin law kana ma'ahu rijal. Tunategemea na msikiti huu utakuwa ni chemchem hasa ya kusambaza mazuri ya Uislamu katika eneo hili lote. Mwenyezi Mungu awafikishe katika kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Sheikh. Sasa hivi tutapata salamu kutoka Zanzibar, mhadhir maarufu Sheikh Othman Maalim, falyatafadhal mashkuran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami niungane na wenzangu kuitambua hadhara hii iliyoshiba kiongozwa na Mufti wa Jamhuri ya Tanzania Sheikh Abu Bakar, ambaye anapokuwepo pahala popote katika mambo yetu Waislamu anakuwa ndo qimatul ulya. Lakini niseme mambo mawili muhimu yanayofungamana na hadhara yetu. Sisi kama waumini, mujtama wetu lazima uwe na watu aina 4: alimun amilun biilmi, wa jahilun la yastakbiru an yataallam, wa ghaniyun la yabkhalu bimalihi, wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya. Watu wanne hawa tunaishi nao, na huenda ikawa miongoni mwetu wapo wote aina 4 hao. Kwanza lazima apatikane mjuzi mwanachuoni ambaye anaifanyia kazi ilmu yake, alimun amilun biilmi.
kisha apatikane jahilun la yastakbiru an yataallam, mtu ambaye si alim lakini hana kiburi cha kutaka kusoma. Mtu wa tatu, ghaniyun la yabkhalu bimali, tajiri ambaye sio bakhili kwa mali yake. Wa mwisho, faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya, maskini ambaye hauzi dini yake kwa kutaka dunia. Sasa wanne hawa tuangalie matokeo yao ikiwa hawatokwenda kama tulivyotaraji. Idha ma lam ya'mal al-alimu bi'ilmi, ikiwa mwanachuoni hakuifanyia kazi ya elimu yake, istakbara al-jahilu an yata'allam, atakapoliona hilo asiyekuwa mjuzi na yeye huwa na kiburi, akawa naye hataki kusoma. Wa idha bakhila al-ghaniyu bimalihi, na anapokuwa bakhili tajiri kwa mali yake, baa al-faqiru akhiratahu bidunya, naye fukara huwa tayari kuiuza dini yake kwa sababu ya dunia. Msikiti huu ulipokuwa mzuri ni natija ya matajiri wasiokuwa mabakhili na mali zao. Na wallahi Mwenyezi Mungu ametupa dalili ya imani ndani ya Qur'an, na moja miongoni mwa dalili za imani ni watu wanaojenga msikiti. Hongereni mliochangia kwa njia moja au nyingine kusimama msikiti huu, kwa sababu mmeonyesha kwamba nyinyi mna imani katika nyoyo zenu. Si mimi, ni kauli yake Allah wakati aliposema innama ya'muru masajid Allahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Hakika wanayamirisha misikiti wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo ni alama Mwenyezi Mungu amekupeni. Kisha sikuamini tu na wakasimamisha sala, wakatoa zaka, hawakumpenda wala kumwogopa yoyote isipokuwa Allah. Faasa, ulama lugha wanasema asa ikitoka kwa Allah sio taraji tena, hiyo ni taukid na hakika kwamba watu hao watakuwa miongoni mwa watu waliopata hidayah. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Kwa hayo machache, tuendelee kila mmoja kusimama katika position yake. Wanachuoni position yao, matajiri position yao, wasiojua position yao, na mafukara position yao, ili sote tushirikiane. Mshairi anasema bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulkun ala al-jahli wal ikhlali, kwa elimu na mali ndipo watu watajenga ufalme wao. Ufalme haujengwi kwa ufukara wala kwa ujinga. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, ni jioni aina yake, jioni ya kustafid, lakini pia kupata salamu mbalimbali. Taasisi ambazo zipo kama tulivyotambulisha, ni wasaa sasa wa taasisi ya Istiqama kusalimia. Kwa niaba yao ni muombe mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Sheikh Badar walau kwa ufupi utoe salamu. Karibu. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi, ndugu viongozi, hivi umeme kwa changamoto ni kusikiliza za watu wote sababu generator ishawashwa, bado kuunganisha tu. Sasa kwa heshima nimwombe tena Sheikh Badar Seif kwa niaba ya Jumuiya ya Istiqama. Karibu Sheikh.
Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Waziri Ulomi, Naibu Waziri Utalii Alhaji, na pia mjumbe wa halmashauri kuu, ndugu yetu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga na mjumbe wa halmashauri kuu, mashehe wote mliohudhuria hapa, ndugu zangu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutufikisha hapa katika siku hii ya leo, siku tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na siku ya furaha ya ufunguzi wa msikiti huu. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hizi. Tumefarijika kuja sana hapa kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti huu. Tumezunguka, tumeutizama msikiti jinsi ulivyojengwa. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru uongozi pia waliosimamia msikiti huu mpaka hali iliyofikia. Wametuelezea hali iliyokuwa msikiti hapo awali, lakini alhamdulillah wamechukua jitihada mpaka kufikia hali hii tuliyoiona leo hapa. Msikiti mzuri, na tumekuta kuna wanafunzi wasiopungua 300 ambao wanasoma madrasa. Hii ni pongezi kubwa kwa uongozi wa msikiti huu. Tunawapongezeni sana, na hiwe ni funzo kwa wengine, tujifundishe. Haya ni mambo ya kheri. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na ninawatakia kila la kheri, na nashukuru pia kujumuika kote wote mliohudhuria hapa. Asanteni sana. Jazakumullahu khair Sheikh Badar kwa salamu hizi kwa niaba ya jumuiya, lakini zikipongeza kazi hii kubwa ambayo tayari imeshaanza kutoa matunda kama tulivyotajiwa. Tayari wanufaika wa msikiti huu ambao unaambatana na madrasa na huduma nyingine wapo takriban wanafunzi 300. Hii ni kazi ya msikiti, sio sehemu ya kusali na kuondoka, bali ni sehemu ya kutengeneza waja wema. Kama tutaijua nafasi ya msikiti katika jamii, basi miongoni mwake ni hili. Najaribu kutafakari nguvu iliyopo katika eneo hili. Manake mkusanyiko kama huu katika mwezi kama huu katika umbali huu kutoka mjini ni nadra sana kuupata. Bila shaka msikiti huu wa Islamia una nguvu na una ukaribu mno na watu. Hivi punde ameingia diwani wa kata Msasani Mheshimiwa Yusuf Khamis Tosh, lakini pia nilimwona ndugu yangu mkurugenzi wa Property International Limited Masud Alawi, lakini pia kutoka baraza kuu niliona katibu wa Samahatu Mufti Sheikh Musa Hemed pamoja na afisa miongoni mwa afisa wa baraza Sheikh Taibu Swedi. Wengi kina nikiangalia kulia na kushoto naiona pia familia ya Skaba Skuba ipo hapa ikiunga mkono jambo hili. Sasa hivi tupate salamu za wenyeji. Mbunge wa Kigamboni, lakini wakati unakuja natamani umeme ukate tena ili ukirudi bungeni upate la kusema, ukawasemewa na Kigamboni. Nimeona pia ndugu yangu Abdul Halim Zahran, huyu sasa roho yake na nafsi yake kwa Kigamboni muda wote. Karibu, tumekuona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Waheshimiwa viongozi, Waheshimiwa mawaziri, Waheshimiwa viongozi wa misikiti, Waheshimiwa Waislamu, narudia tena assalamu alaikum. Awali ya yote mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye anatujalia sisi sote afya njema
na hatimaye tumepata kuwepo katika hili kusanyiko la kufunguliwa kwa msikiti wetu wa Islamia. Mimi kwa niaba ya wananchi, kwanza nataka nitoe pongezi kubwa sana kwa bodi ya msikiti kwa namna ambavyo wamekaa chini na kufikiria kutengeneza nyumba ya ibada. Hii ni sadaka ambayo umeifanya ni kubwa, kama ambavyo umetoa huduma mbalimbali. Mufti tumeona tuna madrasa, tuna mortuary, tuna nyumba ya kuishi watumishi, lakini pia tuna mazingira mazuri ya kuswali. Hii ni fundisho na niseme ni somo ambalo wenzetu wametupa. Niombe tu Waislamu wengine maeneo mengine tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu kama tunavyoona mfano hapa. Itakuwa ni sadaka kwetu na tutakuwa tumepata thawabu kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia nipongeze kwa sababu ujenzi wa madrasa ndipo ambapo tunatengeneza chimbuko la imani la vijana wetu. Nchi yetu Tanzania tunahitaji kutengeneza vijana wenye imani, weledi, ambao ni shupavu, wanaoweza kusimamia dini na wanaweza kusimamia nchi yao kwa maslahi mapana ya nchi yetu ya Tanzania. Mimi nawapongezeni sana, lakini pia niwaombe wazazi wahakikishe wanawafikisha watoto katika sehemu ya madrasa ili waweze kupata elimu, ili waweze kupata malezi bora, maana hakuna sehemu nyingine kubwa ambayo mtoto anaweza kupata malezi bora zaidi ya msikitini, zaidi ya mafunzo ya madrasa. Kwa hapa mimi niwapongezeni sana ndugu zangu wakurugenzi na viongozi wote ambao mmeshiriki kwa namna moja au nyingine, hakika hata kuhakikisha kuweka mazingira haya, lakini pia mmeweka mazingira mazuri kwa maana ya kwamba kupendezesha mji wetu wa Kigamboni. Mimi nawapongezeni sana. Mheshimiwa Mufti, karibu sana Kigamboni. Najua umekuja, kumekuwa na foleni, lakini haya ndio ambayo tunaalia siku zote. Sisi wana Kigamboni tuna changamoto. Nyinyi viongozi, lakini mnapokuwa na viongozi wakubwa wenzenu kule, tunaomba mtuzungumzie Kigamboni. Kigamboni tuna shida kubwa moja na mbili. Shida ya kwanza ni miundombinu. Ukikaa na viongozi kule, tusemeni bwana wasaidie vijana wapeleka barabara Kigamboni ili Kigamboni yetu iweze kusukuma uchumi uweze kukua kwa haraka. Kigamboni ni sehemu ambayo ina wawekezaji wengi, lakini tuna miundombinu duni. Mimi nimekuwa nikisema nitakuwa mbunge wa barabara, na kuomba Mheshimiwa Mufti, utakapokutana na wenzako huko, basi utusemee swala la barabara Kigamboni. Lakini pia mmeona MC hapa amesema umeme ukatike ili nipate ajenda kwenda kuzungumzia bungeni. Lakini mimi ili niwahakikishieni ndugu zangu, umeme Kigamboni utaenda kuwa historia, kwa sababu tayari wameshaanza kuweka transformer zinafika sasa hivi 75 kwa maana ya kuhakikisha umeme unakuwa wa nguvu na wenye tija. Lakini pia serikali inatengeneza mradi wa umeme pale Geza kuongeza megawati 60 zilizoko ni 120 ili ziweze kuwa 180 kwa takribani ya mahesabu ya miaka mitano. Kwa hiyo mimi niwaombe sana ndugu zangu, cha msingi tutunze miundombinu ambayo tunapewa na serikali au serikali inapokuwa inafanya, ili tuweze kuitunza iweze kutupa tija yetu. Baada ya kusema hayo, niseme tena mimi nawatakieni kila la heri, mfungo mwema, tufunge ili tuweze kumwambia Mwenyezi Mungu majambo yetu, na hakika Mwenyezi Mungu alivyo mwaminifu atatujibu sawa sawa na mapenzi yako. Asalamu alaykum. Shukrani sana Mheshimiwa Mbunge kwa salamu hizi, lakini pia kwa matumaini ambayo tumeyapata katika hotuba yako. Sasa hivi baada ya kupata salamu za ima mashekhe au viongozi, tunakuja na salamu za aina yake, salamu za mwanasiasa lakini zikija kishekhe. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Utalii, ni Naibu Waziri
lakini ni mwanazuoni mzuri kweli kweli, mwanazuoni mzuri kweli kweli, na uwezo wake katika masomo ya lugha. Sheikh Walid, mimi najua wewe unapenda sana fani ya lugha, basi ukikaa na bwana utaenjoy sana katika mambo ya nahwu na balagha. Mheshimiwa Chande, hadhira natamani kukusikia. Karibu sana mheshimiwa. Mufti, ndugu yangu kanipa jina kubwa, naomba hayo uwe radhi tumsikie ndugu yangu. Mheshimiwa Mufti Samahatu Abubakar bwana Sheikh wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, Sheikh Walid, MCC mwenzangu ya Rajab, mwenyeji wetu Sheikh Suleiman, al-ulama, niseme nimezingatia na natambua uwepo wenu wote mliopo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nami naomba uniruhusu Mufti nizungumze machache tu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim Azza wa Jalla ambaye ametujalia kukutana hapa leo kwa shughuli hii maalum, adhim na muhimu sana ya ufunguzi wa msikiti wetu. Kwa kweli ni jambo kubwa sana katika jamii zetu kama watangulizi walivyosema. Ndugu Waislamu wenzangu, mimi nimetakiwa nisalimie tu, lakini napeleka salamu hizi kwenu kama ndugu yenu nami katika imani. Nitazungumza machache tu. Jambo la kwanza, tumefungua msikiti wetu. Mufti atafungua msikiti wetu muda sio mrefu. Msikiti mpya mzuri, unapendeza, unavutia. Niwaombe ndugu zangu katika imani, msikiti huu iwe sababu ya kuungana, kushikamana, kuwa kitu kimoja katika dini yetu. Na hii nimesema kwa kuwa uko udhoefu huko nyuma, msikiti mzuri kama huu ukifunguliwa, mwisho kunatokea sintofahamu, huyu ana ile, huyu ana hili, hasa ikiwa kuna sababu kidogo. Kwa hiyo niwaombe sana, msikiti wetu huu uwe ni sababu ya kuungana na kuimarisha umoja wetu. Na kwa kuwa msikiti ndio tunakuja kufanya ibada, hayo sio maneno yangu bali maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali alituambia a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Basi niwaombe msikiti wetu huu uunganishe, usifarikiane. Lakini jambo la pili, hiyo ni sababu ya kudumisha na kutunza amani ya nchi yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Nadhani wote ni mashahidi nyinyi kufungua msikiti kwa furaha na sherehe kama hizi ni kwa sababu ya amani ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Na hili tumshukuru sana Mwenyezi Mungu na tumuombee dua sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyosimamia amani ya nchi yetu. Lakini jambo la pili, nimefurahi Mufti kwamba wako wanafunzi 300 ndani ya msikiti wetu. Huo ndio uhai wa msikiti. Nami nataka niseme misikiti mingi ambayo tunatembelea, misikiti imekufa. Ipo inaswaliwa lakini imekufa, maana yake hakuna darasa. Msikiti ambao hauna darasa, Mufti utanisamehe, lakini huo msikiti ni maiti, umekufa tayari, hauna uhai. Kwa hiyo waombe darasa zetu hizi zilizoko ndani ya masjid hii ziendelee, ili msikiti wetu uendelee kuwa hai. Jambo la tatu ni kutunza msikiti wetu. Hivi ulivyo msikiti, miaka 10 ijayo tuombe Mungu hiyo tumeutunza uendelee kuwa mzuri na muonekano mzuri kama huu. Tulisahau huko nyuma, unaenda msikiti umejengwa vizuri, baada ya miaka 2 unafika hata pale pa kuweka udhu unapata shida kuingia. Ni babaya kabisa hapa pendeza.
Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, tutunze msikiti wetu, tuimarishe msikiti wetu kwa ajili ya ibada zetu, lakini lengo hasa kwa ajili ya kutunza majengo yetu ya ibada, ili na sisi ni sehemu kubwa ya kutunza imani zetu. Wanasema baadhi ya mashehe, ukienda mahali ukiona msikiti haukutunzwa, basi imani hapo zimeshuka. Kama msikiti ni mchafu, basi inasemekana, wanasema wataalamu, na nyoyo hazijakaa vizuri. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu nyoyo zetu zikae vizuri, na msikiti wetu huu tutunze, huu na mengineyo. Unisamehe Mufti, ndugu yangu Mheshimiwa Bunge amezungumza mengi. Ni muombe tu kwamba kwa kuwa waziri wetu wa ujenzi hapa amepata dharura, lakini ameniachia mimi na si mahali pa kujibu, lakini tukae tuonane. Maana nimeona miundo mbinu mingi ya barabara imefunguliwa Kigamboni. Mimi nimetembea sana kwa na ndugu yangu Sheikh Masudi Alfanya. Nimetembea Kigamboni, nimeona miundo mbinu mingi sana. Kwa hiyo ni kweli, lakini ile kidogo ambayo tumepata basi ni vyema ndio tuishukurie, halafu tuombe mengine. Ndio tunavyoelekezwa. Tunaelekezwa hivyo kwamba Waswahili wao wanasema asishukuru kwa yai na jogoo hachinjiwi. Lakini Waarabu wao wanasema, shekhe wangu hapa, man la yashkuru qalila la yashkuru. Kwa hivyo shekhe wangu, tunakaa pamoja inshallah. Na haya yanazungumzika kwa sababu tunajenga taifa letu pamoja. Mheshimiwa Mufti, nakushukuru sana na msamehe sana, nimeongea sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Jande, shukrani sana kwa salamu hizi na nasaha hizi. Sasa hivi ni wasaa wa kusikiliza salamu za mkoa wa Dar es Salaam. Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi wa Omar Kawambwa, katika vitu ambavyo ukibahatika kusali katika msikiti wa Kichangani, zile darasa zake tamu mno. Hata ukipita kwa bahati mbaya, basi ukasikia sehemu ya darasa zake, na kuhakikishia kama una chembe ya imani utavunja safari. Allah akampa ufasaha hali ya juu, lakini ile kazi ya ualimu ya muda mrefu imemfanya hahitaji kujiandaa katika kusema. Naomba kwa ruhusa yako Samahati Mufti, lakini na kwa sababu tunaelekea katika iftar, tunao muda kidogo, uridhie Sheikh Walid atupitishe walau kwa dakika kadhaa kile ambacho leo angeenda kukisema kule Kichangani, kisha baada ya hapo akukaribishe Samahati Mufti uzungumze nasi kwa wasaa, na baada ya hapo tutazindua au tutafungua msikiti wetu huu rasmi, na itakuwa ile shughuli yetu iliyotuleta imetimu. Kwa heshima na taadhima, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Fadhilati Sheikh Walid, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innal masajida lillah. Wassalatu wassalamu ala habibihi sayyidina Muhammad sayyidil qail. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Amma ba'du. Mheshimiwa mzee wetu, roho yetu, hoja yetu, Shekhe mkuu na mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, hafidhahullah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, akuondoshee mazito, lakini pia akufanyie wepesi katika kazi yako ngumu ya kuziongoza nyoyo zetu susuavu. Mheshimiwa mwenyeji wetu Mzee Suleiman Mbwana Dole, nilipenda hili jina la mwisho. Mwenyezi Mungu na kuhifadhi na endelee kufanyia wepesi katika kuongoza kipande hiki
kama tunavyoona fikra, hikma na weledi wako, leo Masjidul Islamia ni hii tunayoifungua kwa mkono wa Mheshimiwa Mufti. Shekhe wangu, kipenzi changu, kakaangu Sheikh Athman Maalim Unguja, karibu sana Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mji unaoendeshwa na jina lake, Walid Asmai Athar, ni mji ambao umegubikwa na amani tele. Jisikie huko nyumbani, na japokuwa hatujui kule unafanywa nini, lakini wewe jisikie huko nyumbani. Asante. Kakaangu Sheikh Rajab, mwenyekiti wa chama mkoa wa Tanga, lakini mjumbe wa halmashauri kuu, karibu sana. Kakaangu Mheshimiwa Hassan Chande, waziri, naibu waziri, karibu sana. Mwisho kule namuona babangu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko, Mungu na kuhifadhi, na Waislamu wote mliohudhuria hapa pamoja na viongozi wa serikali. Kunde nimemwona kakaangu Sheikh Roshan Mendia, diwani wa Msasani, Sheikh wa wilaya Sheikh Abdallah Idi, mwenye wilaya yako, Mwenyezi Mungu nawe azidi kukufanyia wepesi kwa kazi nzuri inayopendeza huku Kigamboni. Wote mabibi na mabwana, nianze kwa kuamkia kwa maamkizi mema yenye kuashiria amani na baraka tele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Mheshimiwa Mufti, maneno ni yako wewe. Sisi wote tuliokuwa hapa, sote tupo kwa ajili ya kushuhudia kazi yako, miongoni mwa kazi zako nzuri za kufungua msikiti huu Masjidul Islamia, na kuomba kwa ruhusa yako dakika mbili kabla sija kukaribisha kama ratiba ilivyonitaka, nikwambie tu kwa kazi yako nzuri, mafundisho yako na miongozo yako inayosimamia zaidi takwa na ikhlas. Dar es Salaam, mji ambao miaka mitatu iliyopita umeniamrisha ni usimamie kiimani, kwa maelekezo yako ni mji unaokwenda vizuri sana. Leo tupo katika munasaba huu wa kufungua msikiti huu Masjidul Islamia Kigamboni huku. Nikwambie tu kwa ile dhana yako na msemo wako maarufu uliotutaka tusafiri nao, jitambue, badilika, wacha mazoea, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Tunajitahidi kwa udhaifu na udogo na uchache wetu kufanyia kazi. Ni kuhakikishie tu, ndani ya kipindi cha miaka mitatu msikiti huu mimi ni wa 32 tangu mwaka 2022 tarehe 2 Februari uliponikabidhi kwa amri yako kijiti cha kusimamia mambo haya ya msikiti. Huu ni msikiti wa 32 unafunguliwa kwa wastani wa kwamba kila mwezi msikiti mmoja ndani ya miaka mitatu. Hili sio jambo dogo. Kigamboni peke yake huu ni msikiti wa 4. Msikiti wa 4. Mwanzo tu naingia katika ofisi yako pale, nilialikwa kwa niaba yako, na pale pameandikwa kabisa kwamba msikiti huu unafunguliwa kwa mkono wa Mufti, na ukanituma na kukumbusha. Nikaenda Mwasonga kufungua msikiti Masjidun Nur tukishirikiana na shekhe wa wilaya Sheikh Abdallah, tulikuwa pamoja. Lakini Masjidu Maryam Ungindoni huku Kigamboni tumeufungua kwa amri yako. Masjidu Zainul Abidin Vijibweni karibu na daraja kwa amri yako tumekuja kuufungua, na leo tuko hapa sote tunafungua msikiti huu Masjidul Islamia. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Hadha indalla ala shay'in, ikiwa tunatafuta kuna nini, basi ni kuonyesha namna gani unatulea, unatuelekeza, unatuongoza tupate kusimamia mambo haya, hususan katika jamii ya Waislamu. Sasa wapate vituo vya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zenye sura hii.
ambao wanayo sehemu ya kuabudu, lakini wanayo sehemu ya kusomea ibada zao, lakini mwisho wanayo sehemu hata ya kusafisha miili yao wakati sasa wanarudi kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Mheshimiwa Mufti, kabla sijakukaribisha, kwa ruksa yako, naomba niongee kidogo machache na viongozi wa Masjid Islamia katika yale maneno unayonituma kila siku niwaambie. Mheshimiwa Mufti, wewe ni mtu ambao siku zote unasimamia amani na unatutaka kila tunatembea katika mawanja haya sisi tusisitize masala ya amani. Ndugu zangu viongozi wa msikiti huu, misikiti iliyotajwa katika Qur'ani ni namna mbili. Katika Qur'ani kuna misikiti miwili, na nayasema haya kwa sababu kazi alionipa Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali bwana Hujjatul Islam, asante, ni kusimamia mambo yakiwemo mambo ya msikiti. Mheshimiwa Mufti, si vizuri kusema sana huko, lakini ndio tupo hapa. Kesi zilizokithiri pale ofisini ni talaka, mirathi na ugomvi wa misikiti. Juzi tu umeniita, tulikaa kuanzia saa 7 mpaka magharibi tukizungumza mmoja kati ya misikiti mingi yenye migogoro, na uliondoka umekasirika pale. Nakumbuka hili kiasi bado inanikereketa kama mwanao ulionipa kazi hizi kutembelea misikitini. Ndugu zangu wa Masjid Islamia, na kesi nyingi za misikiti pale. Kuna misikiti iliyotekwa, kuna misikiti yenye ugomvi kati ya vijana na wazee, kuna msikiti wazee hawataki vijana, na kuna msikiti vijana hawataki wazee. Lakini kuna misikiti ni kambi ya siasa. Dar es Salaam hapa vurugu kwa sababu tu tofauti ya itikadi ya vyama vya siasa. Lakini kuna misikiti ni uwanja mapambano kwa sababu tu ya ikhtilafu za kisheria katika hiyo ibada, tuswali kwa hapa au kuachia mikono au kushika kiuno, ipo na inaleta taabu kubwa. Kuna misikiti baina ya waasisi na waumini, kwamba sisi ndio wenyewe, babu yangu huu msikiti ndio wake, kwa hiyo mimi ndio kila kitu. Mtu huyo hata kama hajui alifu, lakini yeye ndio atakadhini, aswali, afunge milango, afungue mapumba, tunayo kule. Kwa kutekesha siku Abubakar bin Zubair bin Ali dada yangu, na kesi ya msikiti naona itakujia hivi. Umewekwa bondi benki, watu wamechukua pesa na msikiti unadaiwa. Kazi ulizonipa hizo sijalala. Wacha hiyo, kuna msikiti umeuzwa kabisa Tabata, na umeuzwa kwa mmoja wa kiongozi wa dini upande wa pili, na haki zote zimekamilika, bado kukabidhiwa tu msikiti wake. Anaona haya vipi atakwenda kuchukua msikiti wake. Amekuja pale ofisini kushauriana mimi na yeye, nikaambia tutafute waliokuuzia ili wakupe pesa zako, unionee huruma mimi kwa ajili ya waumini, na Mwenyezi Mungu msikiti urudi pale. Waliouza wote wamekufa. Hadha khabaru ma inda, hadha khabaru ma inda. Misikiti hiyo sasa ni waombe ndugu zangu, na hakika kwa uzuri wa hivi msikiti unavyoonekana katika madhari yake, na hakika kwa nyoyo pia za viongozi wa msikiti huu ni mzuri zaidi. Hautokuwa msikiti wa mapambano, hautokuwa msikiti kama ule uliosema walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa irsadan baina almu'minin wa tafriqan baina almu'minin wala yahlifunna illa alhusna wallahu ya'lamu innahum
lakadhibun. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqum fihi abada, na masjidun usisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, mpaka mwisho wake. Na hakika msikiti huu utakuwa ule katika alioamrishwa kuswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti utakaokuwa ni kioo, utakaokuwa ni kiigizo huko Kigamboni, ili zisije zile kesi ambazo zinakuja pale ofisini kwangu zinanishinda, mwisho zinakwenda kwa mwenyewe mufti. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu katika misikiti hiyo, na nimeambiwa ratiba imebadilika, mimi sitakuwa na kazi ya kumkaribisha Mheshimiwa Mufti, isipokuwa ratiba inaendelea kidogo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wetu mkuu wa Dar es Salaam, Sheikh Mwalimu Kaombo, kwa darasa lako ambalo MC alitangulia alisema katika muda huu ulikuwa darasa kichangani, lakini darasa hili leo hii umelitoa Masjidi Islamia kabla ya ufunguzi. Inshallah Mwenyezi Mungu akubariki. Sheikh wetu na mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, hivi sasa kwa sababu wenyeji wa shughuli hii wamewaita watu wengi, na katika watu wengi hao hawakumsahau Mheshimiwa Abdurrahman Rajab, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, na wameona kabla ya shekhe wa mkoa kukukaribisha, basi yeye ndio atatumia nafasi hiyo. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Abdurrahman Rajab katika nafasi ya kusema ya kukaribisha nafasi pana. Naam, hilo ndio lilokusudiwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Inshallah Sheikh Ali amepangiwa baada ya wewe kufungua, atakuwa na darasa hapa baada ya wewe kufungua msikiti huu kwa ratiba hiyo. Kwa hiyo tunakuomba Sheikh Abdurrahmani katika muda huu. Rajab Abdurrahman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali bin Mbwana, kwa sababu ya muda, nami naomba nitambue uwepo wa viongozi wote na shekhe, viongozi wa chama, serikali na waumini wote. Mheshimiwa Mufti, nami naungana nitangulia kuzungumza. Kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fursa hii kubwa yenye kujaa neema, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pili, nashukuru viongozi wa msikiti huu akiwemo ndugu yetu Sheikh Ismail. Mimi kanipa amri juzi, tunakaambia bana, najua na mambo mengi, lakini katika mambo mengi mojawapo ni hili, basi uje ushirikiane na Waislamu wa Kibada Kigamboni kwenye jambo hili kubwa. Basi nami nikasema kwa kuwa tuna kikao cha chama kile Dodoma tarehe za karibuni, basi nije hapa nishirikiane nanyi, kisha inshallah kesho kutwa Mheshimiwa Naibu Waziri hapa mjumbe mwenzangu wa kamati kuu tuongozane kuelekea kwenye vikao vya chama chetu. Mheshimiwa Mufti, naomba uniruhusu, ulimi wangu ni mdogo sana kukaribisha wewe,
lakini pia itifaki haikubali hivi. Hapa itifaki ilikuwa baada ya Mheshimiwa Chande kuzungumza, alikuwa nikaribishe mimi, alafu mimi ningezungumza, tukarudisha maiki kwa MC, ndio Sheikh Walid ingezungumza, Sheikh wa mkoa au naibu kadhi. Hao nafikiri kidogo wana ndimi za kuweza kukaribisha wewe, si mimi. Kwa naomba pia uridhie, inshallah wao kwa itifaki ambayo itapangwa ya Sheikh Walid au Sheikh Ali, basi watumie nafasi hiyo kukaribisha. Alhamdulillah, amezungumza mengi kuhusu msikiti Sheikh Uthman Maalim. Katika kuzungumza kwake nilimkoti sehemu kazungumzia matajiri na ubakhili, kama wakifanya ubakhili matajiri ipo athari itakotokea. Ni kama nilimkoti vizuri, ni fakiri au maskini kuuza dini yake kwa sababu ya dunia yake. Sheikh Khalid name amepita humo pia. Mimi niwapongeze sana wale matajiri lakini na maskini ambao waliungana matajiri kujenga msikiti huu, kujenga kituo hiki. Ni mambo makubwa sana wamefanya. Kwa kweli tuombe sana kwa Mwenyezi Mungu awape kheri kubwa zaidi kwa mambo haya makubwa walioyafanya. Ni mambo ya kupigiwa mfano sana. Lakini kushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kutukumbusha tumuombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia. Kama kuna watu hasa katika zama hizi katika nchi yetu wapaswa kuombewa kwa Mwenyezi Mungu awafanyie sahali katika uongozi wao, basi kwanza ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na waombeni sana, na hususan kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mheshimiwa Mufti, ingekupendeza basi kutoa maelekezo misikitini humu kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, katika mengi ya maombi tutakayoyafanya, basi tuwe na agenda maalum hasa kuombea rais wetu, kwa sababu anayoyafanya kwa Watanzania hayahitaji tochi. Kila mmoja mwenye macho yake huona na mwenye masikio wala haambiwi sikia. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mufti, Sheikh Walid kanikumbusha mahali kwa misikiti hii inavyojaa migogoro. Sisi tujichunge na hilo. Niliwahi kumsikia mmoja katika mashekhe asema walitokea matajiri watatu. Ibrahimu, Abdallah na Musa. Katika eneo lao hapakuwa na msikiti, wakajenga msikiti mzuri kama hivi. Baada ya kukamilika, tufanyaje? Imamu hatuna hapa, kama ilivyofuatwa Sheikh Uthman Maalim, bana tumejenga msikiti pale Kibada, hatuna imamu. Akaenda akamtoa kijana Omani, kwa maana wewe ni Mzanzibari, umeishi sana Omani, sasa huku Dar es Salaam huku tujenga msikiti, njoo ndio kijana wetu hapo. Inshallah, alhamdulillah. Kwa matajiri nao walikuweza kujenga msikiti huo, wakatafuta imamu wakamleta. Sasa yule imamu alikuwa na katabia, upenda kwenye salatul isha asome atakavyosoma, lakini suratul A'la lazima isome, sabbih isma rabbikal a'la. Sasa unafahamu mwisho kule inna hadha la fi suhufil ula suhuf Ibrahima wa Musa. Na ukumbuke matajiri walijenga msikiti hao ni watatu, kuna Ibrahim, kuna Musa, kuna Abdallah. Sasa Abdallah akawa apata wasiwasi, mbona msikiti tumejenga watu watatu, lakini kila siku imamu yeye ni inna hadha la fi suhufil ula suhuf Ibrahima wa Musa, ni Abdallah mbona simo? Akaomba kikao,
kati matajiri wenzake na yule imamu. Bwana, hebu tukaeni hapa. Haya, kuna nini? Wewe umsitu waliokufuata watu wangapi? Sasa mimi watu watatu. Mkanambia nyinyi ndio mliojenga. Sasa wewe mbona kila siku wewe kwenye swala inna hadha la fi suhfi al-ula suhfi Ibrahima wa Musa. Imamu akamuuliza alikuwa watakaje? Akasema niongeze inna hadha la fi suhfi al-ula suhfi Ibrahima, Abdallah wa Musa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Abdulrahman Rajab, tukushukuru masheikh akaweka vizuri hilo ili kuondoa ugomvi. Aswaliwa tu Muhammad. Hivi sasa kwa maelekezo yako Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir bin Ali Wambwana, tunasema ni vyema tusimwache mjumbe wa baraza la ulama Mheshimiwa Sheikh Ali Khamis Mgeruko, naibu kadhi, ili aseme nasi katika muda huu, na umesema yeye aseme sana kuliko wewe. Kwa hiyo Sheikh Ali Khamis Mgeruko, muda huu ni wako, na ruhusa imetolewa na mlezi wetu, baba yetu Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mheshimiwa Mufti wetu Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, lakini na meza yote kubwa hii hapa na hadhira nzima, kusema kweli tuko katika shahru Ramadhan, shahru siyam, mwezi ambao umethibiti mambo yake kwa kupitia Qur'ani na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura al-Baqara, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini kwa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishwa, mmelazimishwa, mnatakiwa mfunge, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama vile ambavyo huku kufunga ilikuwa ni lazima kwa wale ambao waliokuwepo kabla yenu, lengo umche Mwenyezi Mungu. Sasa siyam, kufunga nini maana yake? Kufunga maana yake ni kuacha kula na kunywa na yale mengine yote yaliyokatazwa, hata yale ya halali ambayo katika miezi mingine ilikuwa ruksa kuyafanya ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani, umekatazwa kustafanya. Kufunga kula na kunywa min tului alfajri, tokea alfajiri kuchomoza, alfajiri sadiq, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Muda huu unatakiwa tumbo lako lisiingie chakula wala kinywewa. Kwa maeneo yetu haya ya Afrika Mashariki, tokea alfajiri kuchomoza mpaka jua kuzama sio chini ya masaa 13. Tokea alfajiri sadiq kuchomoza
zama sio chini ya masaa 13. Hii ni kuonyesha kwamba kazi tuliopewa waumini kuifanya ina falsafa kubwa, ina malengo makubwa katika maisha yako wewe kama muumini. Wewe muumini, katika miezi 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum mimma razaqnakum halalan tayyiban. Enyi mlio, kuleni vile baadhi ya vile ambavyo nimewaruzuku, kuleni ikiwa ni halali, kuleni vizuri, kuleni. Tulipewa ruhusa ya kula miezi 11, ni ruhusa, ilikuwa ni amri yaqtadi al-ibaha, ni amri ya kuchagua, si amri ya lazima. Ramadhani ni amri ya lazima, lazima uache kula kwa masaa 13 siku nzima, kuanzia kutokea alfajiri sadiq hadi jua kutua. Hii ni lazima. Lakini kwa ile miezi 11 katika kule kula hukuambiwa lazima ule. Ingelikuwa ni lazima kula kwa miezi 11, viwiliwili vyetu visingeliweza kustahimili wingi wa chakula, kingelikuwa kingi ndani ya miili yetu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kuleni, na amri ile haiitwi amri ya lazima, lakini amri hii ni ya lazima. Kuna siri gani ndani yake? Siri yake kwamba ni lazima usile mchana ili upunguze kazi lile tumbo ambalo lilifanya kazi ya kukusanya vyakula kwa muda wa mwaka mzima. Hata kama ulichagua, mimi nitakula chapati moja tu, nitakunywa chai tu, lakini kwa miezi 11 mwili umebeba chakula cha kutosha. Ni amri, lakini ile ilikuwa amri ya kukhiarisha. Sasa kwa kuwa mwili umejaa chakula cha kutosha, ukikhiarishwa tena kwamba uongeze na huu mwezi mmoja uwe mwaka mzima, miezi 12 unakula tu, utakuwa sio mtu wa sawasawa. Huwezi kuishi maisha ya salama. Kwa hiyo muumini ukaambiwa ni lazima masaa 13 tumbo lako lisiwe na kitu. Maana yake nini? Kazi itafanyika ya kutosha katika tumbo lako kulipunguzia mzigo kwa masaa 13. Ukiongeza masaa 13 mara 29 au mara 30, utagundua kwamba siri nzito aliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumbaji, ni ya kututaka sisi tuishi kwa amani na furaha ya moyo na ya mwili. Wataalamu wanasema kwamba kazi hii ikifanyika kwa muda wa mwezi mzima, saumu au hiki funga kinakwenda kuondoa makorokoro katika mwili wako, na mwisho wa yote inakuletea afya
afya ya mwili, lakini pia inaleta afya ya akili. Tatizo kubwa ambalo tunalo sasa hivi, afya ya akili. Wewe angalia yule mtu aliyekula na kushiba, huwa analala. Kila ukishiba sana unalala tu, kuna kile kifuata. Na ukila ukishiba sana unakuwa mzito tu. Kwa hiyo chakula wakati mwingine ni sumu, chakula wakati mwingine ni dawa ya kulevya. Inakuwa inakuharibu ubongo wako ambao ulikuwa unatakiwa usimame imara kufanya kazi zake ili na wewe ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo kitendo cha kufunga masaa haya 13 ni dozi aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu ili iweze kututibu. Mtume aliposema sumu taswihu, ngeni ili pate kuwa na afya. Katika jumla ya afya ni afya ya akili. Kwa maana hiyo tufunge jamani, tufunge vizuri. Mtu asifunge kwa kubabaisha, ili afikie lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka tulifikie, la kupata afya njema, la kupata afya ya akili. Kosa akili, eneo la akili likiwa linasumbuliwa, ndio matatizo mengi tunayaona katika jamii yetu. Funga inaleta ustawi wa jamii. Mtu atakapokuwa ana afya ya akili ya kutosha, atakachokifanya mtu huyu ni kile kitakacholeta maslahi katika jamii yake. Tufunge vizuri ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kupata jamii yenye ustawi. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatoa mafunzo ya mtihani kwamba wewe mu'min pia unatakiwa ufanye zoezi la kuacha halali ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Unaiacha halali chakula chako mwenyewe, lakini unaambiwa usile na unaacha kukia kweli. Mchana wa mwezi wa Ramadhani na mengine mengi ambayo yaliyokuwa halali katika miezi mingine, unaambiwa usiyafanye, unaacha. Hili ni zoezi. Pale katika ile miezi 11 inayofuata, haramu kuiacha itakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo bali nafunga kutupa siha njema, nafunga kututengenezea jamii yetu, lakini pia funga inatupa zoezi la kuacha haramu katika ile miezi 11. Watukufu wa Islam, viongozi wa msikiti, kusema kweli mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa shughuli, mwezi wa harakati. Na katika jumla ya harakati katika mwezi huu ni kusoma Qur'ani, kuisoma Qur'ani. Waislamu tumeghafilika na kuisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Mbali ya kule kumuita qari akasoma tukakaa kumsikiliza, lakini tunatakiwa majumba yetu tuyapambe kwa qiraatul Qur'an. Kila siku ya Mungu nyumba yako ndani ya mwezi wa Ramadhani hakikisha inasoma Qur'ani na wewe mwenyewe unaisoma. Wazee wetu huko nyuma walikuwa wanaajiri vijana wa madarasa, wanaajiri walimu kwa ajili ya mwezi mzima ule kusoma Qur'ani katika nyumba yake. Walielewa fadhila na ubora wa kusoma Qur'ani na baraka zake.
Sisi jambo hili tumeghafilika nalo, tumelisahau. Tunashughulishwa na mambo mengi, lakini tunaacha kusoma Qur'an. Hatuifanyi Qur'ani kama ni moja ya shughuli katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nawasihi sana tushughulike na kusoma Qur'ani katika mkono wako kutwa nzima. Usikosekane msahafu umeushika mkononi, kila ukipata muda soma Qur'ani, khitimisha Qur'ani baada ya siku 3, baada ya wiki na kuendelea. Acha kuchati kile kipindi ambacho wewe ulikuwa umepata uraibu wa kuchati, maana katika jumla ya afya duni ya akili inakwenda kwenye kuchati. Kwa kuwa jambo tunalipenda, tunaona kama ni kitu cha kawaida, lakini ukiitumia ile akili, bahati mbaya akili yenyewe imeshadhoofu. Ile akili yenyewe imeshadhoofu maskini, huwezi kuitumia ukatafakari ukaona kwamba kumbe hiki kilongalonga kinanipotezea mambo mazuri na makubwa, ukapanga muda mdogo sana wa kushughulika na hiki kilongalonga. Saa zote wewe unachati, tena katika mwezi wa Ramadhani, na vitu unavyovichati havina maana, na hata mtu mwenzako huwezi kumwonyesha kwamba mimi bado nachati na huku kurufu, kutokana na kunyata kwa hicho kitu unachokichati wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Basi huwezi kumwonyesha mwenzako, hebu angalia. Sasa nawarudisha katika lengo. Huu ni mwezi wa Qur'ani, tunashughulika na mambo mengine mengi sana, kufurushana sijui nini, tunahangaika saa zote tunakimbilia na kwenda kufuru. Sisemi kwamba watu wasifuturishane, lakini na Qur'ani tusiache. Watu tumehangaika na tarawih, kelele, vurugu saa zote, lakini huwezi kuona watu wametulia wanaisoma Qur'ani. Kila mtu nyumbani kwake, kila mtu msikitini, kahamia msikitini anasoma Qur'ani. Siyasema tarawih tusisali, lakini mahala ilipochukua nafasi tarawih leo ndio mahala ilipochukua nafasi Qur'ani. Qur'ani kusoma, tunakwenda nje kabisa. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu, huu ndio mwezi iliyoteremshwa Qur'ani. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Hakuna kitu bora kama Qur'ani duniani, hakuna. Sasa turudi katika msingi wa dini yetu, kuisoma Qur'ani, tusomeshe Qur'ani, majumba yetu yasomwe Qur'ani. Nyumba zetu zinajaa magomvi, hizo talaka anazozizungumza Sheikh wa mkoa, watu hawana habari na mirathi. Ofisi yake imejaa ugomvi wa mirathi kwa sababu watu hawasomi Qur'ani na wala hawaioni kama Qur'ani ni kiongozi, hudan linasi wa bayinati. Hawaoni kuwa ni Qur'ani ni kiongozi kwao. Sasa wewe funga gani wakati wewe unapiga mirathi? Funga gani unapiga talaka? Kuna watu wanasema mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Anakuja mume ameletwa na mke wake, anasema Sheikh, sawa utanisamehe, lakini mimi utanisamehe Sheikh, katika yote Sheikh utanisamehe, mimi najua kuoa. Ulioa kupitia nini? Hata ujue kuoa ujue kuacha. Kwa sababu hasomi Qur'ani na hajui. Kwa tunapita kwa wenyeji wa hapa, wakawa wanasema kwa ukubwa huu ambao Mheshimiwa Mufti wa Tanzania amejaribu kuzungumza, je, inawezekana kweli tukapata Ijumaa hapa? Hayo yatatoka kwako wewe.
Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Tanga na mjumbe wa NEC, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa, Mheshimiwa Sheikh Ali ya Sheikh Isa Athmani, wajumbe wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa Katibu wa Baraza Ndugu Jabir Nduma, Mheshimiwa mgeni wetu lakini si mgeni kwa sasa, Sheikh Athmani Maalim, Mheshimiwa Katibu wa Mufti Sheikh Ahmed Musa bin Ahmed Juma bin Ahmed, Mheshimiwa viongozi wote mliohudhuria wa serikali, wa vyama, mashehe, walimu, maustadhi, maimamu, bodi ya msikiti huu na Waislamu wote walikwa, na baba na tuna mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni washukuru wenyeji wetu na hasa ni shukuru bodi ya msikiti na uongozi mzima wa msikiti kwa kutualika sisi sote, na mimi ni katika jumla ya hao walioalikwa kuhudhuria katika jambo kubwa hili la ufunguzi wa msikiti wetu. Nadhani itakuwa sio kuzindua, kwa sababu kuzindua ni jambo la mwanzo, kufungua ndio itakuwa sawa. Iftitah sio tadhishin, kuna tadhishin bali kuna iftitah. Ndio katika iftitah, ufunguzi wa msikiti, kwa sababu msikiti umekamilika, unazindua nini? Msikiti sio kamili na umekamilika kwa 100%. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa walioifanya, na nimpongeze pongezi za kipekee na Ustadh Ismail Suleiman ambaye alikuwa ananikera, na yeye anajua mimi niko msibani, nilifiwa na ndugu yangu, lakini amenikefya wakalazimika jana kusafiri, imeingia saa 6 usiku kwa ajili ya kuliwahi jambo hili. Mwenyezi Mungu ampe kheri yeye pamoja na wenzake inshallah, pamoja na mzee wetu azungumza mambo mazuri, lakini pamoja na sisi sote jambo kubwa hili ambalo limefanya. Ilikuwa ninafanya ujanja waseme watu wengi, mimi nisiseme. Amesema Sheikh Isa Athmani, kasema Sheikh Athman Maalim, kasema Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kasema waziri wetu, naibu waziri wetu, maneno mazuri, lakini kafanya kampeni aseme na mwenyekiti wa Tanga na mjumbe wa NEC Sheikh Rajab Abdurrahman, lakini tukaona muda hauishi, muda bado unaonekana mwingi, tukaona na mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Ali Kerupe naye aseme. Ni kazi yangu ndogo, ni kazi ya kufungua. Natoa wasia tu kwamba na nikujengea juu ya maneno ambayo yamepita kuelezwa na masheikh waliotangulia, haswa ugonjwa ambao ni daul udhani, ugonjwa usiokuwa na dawa, sisi tutafutie dawa. Ugonjwa usiokuwa na dawa, sisi tutafutie dawa. Ugonjwa gani? Magomvi ya msikitini. Msikiti ukijengwa ukakamilika, ukawa umepata decoration kama hii na kama sura hii tunayoiona ya msikiti kama huu, alafu ikatokea mawazo na fikra nzuri sana za kuweka vitega uchumi, maana yake ndio tumeanza mwanzo wa kuleta ugomvi katika msikiti. Msikiti yote ambayo imelalamikiwa hapa na kuelezwa na Sheikh mkoa, iangalia yote, nje kuna maduka, nje kuna project ambazo zimewekwa,
kuna visima vya maji, watu wanauza maji, kusababisha kupatikana ugomvi mkubwa, na watu ikawa ile lengo lilokusudiwa kujengwa msikiti linapotea. Sasa nasaha yangu mimi leo kwa ufupi, nadhani kuna haja ya tubadilike sasa, tuache fikra hizi za kugombea mali za msikiti, kugombea mapato ya msikiti. Walioweka ile miradi walikuwa na fikra nzuri ya kutaka kuendesha msikiti usiwe na taabu, na hayo ni mambo yanakubalika, wala hana matatizo yote. Msikiti uweze kujiendesha, kulipa umeme, kulipa maji, kulipa walimu, kulipa maimamu, hayo ndio makusudio. Lakini kuangalia vile vile namna ya usafi, tanzifu almasjid, kuweka makapeti mengine yakiwa yale yamechakaa, na kazi kama hizo ndio makusudio ya kuweka ile miradi. Lakini miradi inageuka kuwa ni ugomvi. Pana nini? Kwani pana nini? Mbona kuna ugomvi? Nini maana yake? Na mbona kabla ya miradi ilikuwa watu wanaishi vizuri, wanaswali kumbe, watu wanajaa msikitini baada ya adhana? Lakini baada ya kuwa kuna miradi, msikiti unageuka kuwa ni msikiti wa ugomvi. Kuna nani? Haya ni mambo ambayo Waislamu yatia aibu katika Uislamu. Kwa lazima tuangalie kwamba tukiweka miradi, kusudio la kuweka miradi na walioweka, ikiwa ni bodi ya msikiti au matajiri mbalimbali wamejitolea, makusudio yao ni kutaka kufanya msikiti usiwe na tabu, kwa sababu msikiti una mahitaji yanahitajika katika msikiti. Kuna kulipwa kila kitu, walimu watakiwa kulipwa, maimamu watakiwa kulipwa, kila kitu inahitaji kuwe na mali. Utapata wapi? Tuweke miradi. Lakini baada ya kuweka mradi inakuwa kama umewekwa uadui tena, umewekwa vitu vya kufanya watu wagombani, na hali ya kuwa moja ya kazi za msikiti ni kusuluhisha watu. Hebu tuangalie wakati wa Mtume Muhammad Al-Masjid An-Nabawi Al-Sharif ulikuwa ndio kituo kikuu cha Uislamu duniani, lakini ilikuwa ndio chuo kikuu cha kwanza duniani. Chuo kikuu cha kwanza duniani ni msikiti wa Mtume wetu Muhammad. Watu wanafundishwa mambo mbalimbali, wanafundishwa dini, wanafundishwa maisha, wanafundishwa uaskari, wanafundishwa ushujaa, wanafundishwa namna ya kutoa, watu wasiwe mabakhili, wanafundishwa namna ya mambo ya kijamii. Lakini mashauri yanapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume anatatua mashauri yale ndani ya msikiti. Kwa msikiti ni kituo kikuu kwa Waislamu, kwa mahala ulipojengwa ule msikiti. Na tunasema wakati wa Mtume ilikuwa ni kituo kikuu sana cha Uislamu cha mwanzo, lakini pia ni chuo kikuu cha kwanza katika dunia. Chuo kikuu cha kwanza, kile itakachokuwa wewe unataja chuo kikuu, hakuna chuo kikuu kama chuo kikuu cha Mtume Muhammad. Na chuo kikuu cha Mtume Muhammad ilikuwa ni msikiti ule Al-Masjid An-Nabawi Sharif kule Madina, Al-Madinatul Munawwara. Kulikuwa na watu wako mle, kazi yao kumtaja Mungu, kazi yao kusoma elimu, kama wale Ahlus Suffa walikuwa na wakuta pale wanaokwenda kuhiji Maka wakifanya ziara kule Madina. Kuna sehemu ambayo walikuwa nakaa hao Ahlus Suffa, watu wakifundishwa mambo yao, wakitatuliwa matatizo yao. Ndio mahala panapotegemea, ndio markaz ar-raisi ambayo inachunga Uislamu, inalinda Uislamu, inaonesha alama ya Uislamu. Alama ya Uislamu ni kuonekana misikiti. Hapa msikiti tumeujenga mzuri, hii ni alama ya Uislamu. Hata mtu awe mjinga kiasi gani au asiye Muislamu kabisa, akipita barabarani akaangalia upande wake wa kuume, kama anatoka upande wa nyuma au anatoka upande wa mbele, au upande wa kushoto, ataona msikiti, atasema hapa pana Uislamu na hapa pana Waislamu, na ile ni alama ya Waislamu. Hayo ndio mambo yatakiwa yawepo, sio Waislamu kugombana kwa ajili ya msikiti.
Na kuna watu wanachekesha, kuna watu wengine walikuwa wao hawako katika miaka 3-4 nyuma, kwa sababu wamebanwa na kazi zao. Baada ya kuachishwa kazi au kustaafu, ikawa hawana cha kufanya ila kuja msikitini, kuwa wanakaa msikitini tu. Walitakiwa wafanye kazi ya itikafu, kaa itikafu na kusikiliza darasa za mashehe. Tumeleta mashehe hao vijana kabisa, wasomesha, wakae wasikilize Mungu anasema nini, Mtume anasema nini, fiqh inasemaje, unaswali vipi, swala yako inaharibika vipi. Akifusa imamu ufanyaje? Wewe mtu wa nyuma unajua kufusa? Yaani akitokwa na mbaya kidogo mtu wewe ufanyaje? Maamuma na imamu anafanyaje? Mambo ndio kusoma hayo, mashekhe hapa na kusomesheni. Lakini mtu huyo anaanza kuzungumza management. Hapa hakuna management mzee, hakuna kabisa, watu ovyo ovyo, kuna management. Kwa hiyo hapa lazima ufanye utaratibu wa kuweka management, alafu anakuwa mtu wa mwisho kutoka msikitini yeye. Watu wakishamaliza wameswali sunna zao, wamtaja Mungu, wanaona uende katika ile fantashiru filamu, yeye anabaki msikitini na watu wawili watatu. Hapa hawezekani. Anatengeneza kikundi chake, anawazungusha watu wake, wanaanza kutengeneza fitna ya kufitini bodi ya msikiti, kufitini viongozi wa msikiti, kuharibu mazingira yaliyopo pale. Kimuuliza, basi sisi tulipokuwa kule wakati mimi daktari Mwimbili, ilikuwa sio mambo ya mchezo usikuta ujinga. Hata si huko kwenye sindano. Hapa tuna mambo mengine, hapa tuna kitabu Allah wa sunnatu rasuli. Ndio tuliokuwa nao sisi, hata mtuambia mambo ya huko bwana. Na tufaa wapi sisi? Amenipokuwa wizara ya utalii, nilipokuwa wizara ya dini. Kila mmoja anaelezea ataka kwa ile management ya kula ile msikitini. Huku kuna mambo yake na kuna management zake na kuna taratibu wake. Kwani katika Uislamu hakuna management? Ipo. Sasa kwa nini utuletee mambo ya vidonda kule tuletee hapa? Atafanya fujo mpaka watu watia akili mbaya, afu tutokea kundi kubwa, watu watajikata pande. Msikiti utaanza vurugu. Lazima hapa uchaguzi, lazima hapa hivi, lazima hapa hivi, mpaka fujo inapatikana na vurugu inapatikana, na ule umoja uliokusudiwa kuletwa na msikiti, kuletwa na darasa za masheikh katika msikiti, ule umoja wote unakuwa umevurugika, na lengo la kuwafanya wamoja watu katika msikiti inakuwa limevurugika. Na hiyo ndio sehemu kubwa iliyoko sasa hivi kwa Waislamu. Takwimu walioitoa Sheikh wa mkoa nadhani inamitosha kuelewa vurugu ziko za kiasi gani, na kila vurugu utaona namna hiyo. Kuna msikiti mmoja pale amezungumza Sheikh mkoa, mwingine uko pale Jangwani, ni pesa tu watu wanataka serikali itakupitisha mambo yao mengine na uhusiano na maendeleo ya serikali na jamii. Wamekubaliana kwamba basi msikiti utapewa sehemu nyingine au ufidiwe. Jalla jalalu. Kwa na ugomvi uwezekani ndio huo ambao Sheikh wa mkoa amelazimika kuja na Sheikh wa wilaya ofisini kwangu kule Bakwata makao makuu. Na yeye ilikuwa ni kundi la mwisho niliita, lakini nilikuwa na kundi la kwanza nimesema hivi, kundi la pili nimesema hivi. Nikaka kwa kuna nini? Hamswali. Pale unajua kuna pesa zitakutolewa bwana. Maneno. Kwa Waislamu hata hizo pesa za msikiti zitakusaidia nini? Itakuwa ni hela dogo tu. Hao watu walivyokuwa wengi ndani wa maimamu nani, hata ukizigawa hizo pesa unapata shilingi ngapi? Mambo kama hayo hakuna, hayafai jamani. Kule Maka na Madina, Khadimul Haramain Sharifain ndio anajenga msikiti wa Maka na Madina, na ujenzi wake hauishi, kila siku unajenga. Hata sasa hivi ukienda utakuta msikiti unakarabatiwa. Ni fungu maalum linatolewa, na yale majumba yote kando ya haramu ya Maka na Madina, ile ni mradi alioweka mfalme. Ile pesa inayopatikana ni kwa ajili ya kutunza msikiti na kutengeneza msikiti. Yale majumba yale unayoona mahoteli, watu wenye pesa zao wakienda ndio wanakaa na nini, zile pesa zote zinatengeneza. Si ndio maana matajiri